Salam na kusalimu, na hizi ripoti mimi nakuletea kutoka mtaa wa Nkuruma. Leo ni siku ya Alhamisi, kwa maana kwamba ni Machi 3. Waumini wa madhehebu ya Kiislamu swaumu inaendelea kama kawaida, lakini kwa wale wengine wa madhehebu ya Kikristo Kwaresma nafikiri itakuwa imeanza. Kwa hiyo sisi tunasema Kajinjere TV tunawatakia nyote swaumu njema, lakini nakukaribisha tuzungumze ya kimichezo kwa sababu joto la mchezo wa dabi ya Kariakoo linazidi kupanda taratibu. Lakini kubwa ambalo lilikuwa likisubiriwa ni mkeka ule wa waamuzi ambao watachezesha dabi hiyo. Nazungumzia mchezo siku ya Jumamosi tarehe 8. Wenyeji wa mchezo ni Young Africans ambao wanawakaribisha ndugu zao ama watani zao Simba Sports Club. Nani anaonekana ni mdogo kwa maana kwamba ni timu gani inaingia kama timu ya pili kwenye mchezo huo? Na timu gani ambayo inapewa nafasi kubwa ya kuibuka na ushindi? Yapo mengi sana ambayo yanazungumzwa, lakini kubwa lilikuwa ni mwamuzi gani ambaye atachezesha hiyo mechi. Watu walikuwa wanajadili na wakapendekeza waamuzi wengi sana. Lakini mwisho wa siku watu wenye mamlaka ya mpira huu wa Tanzania, nazungumzia TFF pamoja na bodi ya ligi kuu ya Tanzania TPLB, wao wakaja na ule mkeka ambao mwamuzi wa kati ni Ahmed Arajiga. Ndiye msimamizi wa mchezo wa ndiye Pirato wa mchezo wa siku ya Jumamosi kati ya Yanga ambao ndio wenyeji pamoja na Simba. Mchezo umekuwa hauzungumzwi sana kwa maana ya kwamba hauoni zile tambo za mashabiki na hata wasemaji. Labda kuna namna ambavyo mchezo tunaweza tukaishuhudia dabi ambayo inakuja kitofauti. Lakini mimi nataka nizungumze hapa na Mikoi Kisugu. Jina langu naitwa Rashid Kasim, tumsikilize na kukaribisha, karibu ufuatilie mazungumzo yetu kwa dakika kadhaa ambazo utatufuatilia, nadhani utafurahia. Kubwa ambalo lilikuwa linasubiriwa zaidi kuelekea dabi ni kuona mwamuzi gani atapewa lungu lile. Ama kwa huwa wanaitwa mapilato ndio atakayesimamia, lakini mkeka ukatoka pale. Kuna listi ndefu ya wasaidizi na nani, lakini mwamuzi wakati kwa maana ya kwamba ambaye atakuwa na mamlaka ya kuzisimamia zile sheria 17 kwenye mchezo huo wa Yanga mwenyeji na nyinyi hapo Simba ni Ahmed Arajiga. Kwanza baada tu ya kuliona jina lake kwamba yeye ndiye aliyepewa mamlaka, wewe kama Mikoi Kisugu, mwanachama wa klabu ya Simba, mdau wa soka, ukalipokeaje? Moja katika siku ambayo nilipata furaha sana na kuenjoy jana baada ya kusikia jina la Ahmed Arajiga kwamba anakwenda kusimamia mchezo wetu wa Simba Sports dhidi ya Dar es Salaam Africans. Nilipata faraja ya hali ya juu sana. Kwa nini? Na kwa mara ya kwanza au kwa mara ya pili na ya tatu nilipongeza sana kamati ya waamuzi. Leo unapokwenda kuzungumzia moja ya waamuzi bora, moja ya waamuzi bora katika ligi ya NBC, lazima unaenda kumzungumzia Ahmed Arajiga. Kwa hiyo mimi baada ya kuona Arajiga ameteuliwa kwenda kuchezesha ile mechi, moja nilichofikiria, mechi imepata muamuzi sahihi ukubwa wake kwa namna ambavyo muamuzi alivyoteuliwa kwenda kuchezesha ile mechi. Kwa hiyo kwangu nipongeze kamati sana ya waamuzi. Imetutendea haki watu wa mpira. Isipokuwa nichukue nafasi hii nimuonye sana na nimuombe sana ndugu yangu Arajiga. Ameaminika, aonyeshe uaminifu wake kwenda kutafsiri sheria 17 za mpira wa miguu. Sisi kama Simba tuko tayari kwa matokeo ambayo yote yatakayotokea katika dakika 90. Lakini moja itakayotufurahisha juu ya kupokea hayo matokeo baada ya kuamini kwamba sheria 17 za mpira wa miguu zimekwenda kutafsiriwa vizuri. Rashid, si Simba watu wa mpira. Moja, tuna kiapo watu wa Simba wote. Tulivyoingia katika mpira tumekubaliana kukubaliana na matokeo matatu ya mpira wa miguu pindi endapo yanapokwenda kutokea. Lakini moja tunafurahishwa zaidi, tukifungwa na kuamini tumefungwa kwa mujibu sheria 17 zimekwenda kutafsiriwa sahihi, sisi hatuna shida. Labda nikupe ushahidi ambao wewe Rashid utakutosheleza. Arajiga moja wa waamuzi ambaye anachezesha sana dabi za Simba. Arajiga anaingia kwenye historia. Ndio muamuzi ambaye sisi Simba anatuchezesha Dar es Salaam Africans wanakuja kutufunga goli 5-1. Lakini ukisikia wana Simba kutoa maneno yote au kidole chochote kumuonyesha Arajiga, kwa sababu tunaamini kwamba Arajiga alisimamia sheria 17, kwa hiyo sisi tumehukumiwa kwa madhaifu mengine. Sisi tuna imani sana na Arajiga. Kwa hiyo kikubwa tuendelee kumuomba Arajiga akasimamia sheria 17 za mpira wa miguu.
mshindi wa haki hapatikane tarehe 8. Kuna wakati mnacheza mechi yenu na Al Ahly Tripoli hapa Taifa, niliwahi kukufuata nikakuuliza, nikakwambia mchezo na matukio matatu: kuna kufungwa, kuna kudraw, kuna kushinda. Ukaniambia tokeo ambalo unakwenda nalo uwanjani ni hili moja tu la kushinda kuelekea dabi. Mwana football yote duniani, mshabiki, mwanachama, mpenzi, anipokwenda uwanjani anakwenda na tukio moja kabla ya filimbi. Ndivyo unavyoingia kwenye dabi. Wote. Nasema wewe Kisugu ndivyo. Nasema sio mimi tu. Nimeongea lugha sahihi ya taifa hili. Mpenzi, mshabiki, mwanachama yoyote juu ya timu yake akaenda uwanjani anakwenda na tukio moja. Matukio matatu anakuja kuyakubali baada ya filimbi ya mwisho. Laiti mshabiki angekuwa anatokea na tukio la kufungwa, anatoka nyumbani kwake anafuata mauzi ya nini? Rashid, hata ile unauliza? Hata ile unajengea hoja? Sawa. Kwa hiyo kati ya wenyeji wenu, kwa maana ya kwamba Yanga nyinyi ndio wageni waalikwa kwenye mchezo wa siku ya Jumamosi, Simba, kwa wewe ulivyotazama sasa, kwa sababu wewe ni Kisugu, nazungumza Kisugu ni influencer, taasisi inayotembea peke yake, nani anaingia kama timu ya pili kwenye mchezo? Ni swali ambalo kila mmoja ukimuuliza tafutia upande wake. Atasema wao wanaingia kama Giant na Simba atasema ataingia kama Giant. Wewe inabidi usimame. Ukimuuliza na sababu zake na Simba atakuwa na sababu zake. Isipokuwa wewe unatakiwa upime hizo sababu. Yanga atasema mimi naingia kama Giant kwa sababu nimemfunga Simba mara 4. Simba atasema mimi naingia kama Giant wa soka katika Afrika Mashariki na ya Kati. Ndio mwakilishi pekee ninawakilisha katika mashindano ya shirikisho barani Afrika, lakini pia ni klabu ya 7 kwa ubora kwenye bara zima la Afrika. Sasa ndio maana mimi wewe Rashid, tulia. Wewe ulipolalia mimi nishakujua kwa sababu Rashid mimi nakufahamu vizuri wewe. Tulia. Rashidi, nataka nikuulize swali hili alafu nikupe ofa. Mimi na wewe wanadamu Mungu ametuleta katika dunia, lakini tunaamini siku moja tutaondoka katika dunia. Swali kwako. Mimi na wewe nani ataanza kufa? Mimi sijui. Kwa nini? Unajua kuna kwamba unakufa? Mimi nafahamu nitakufa, lakini sijui siku yangu. Lini? Sijui siku yangu. Kwa hiyo maana yake huwezi kujibu kwa sababu kila mmoja anajitetea katika nafsi yake, na hili unanijibu mimi sijui kwa sababu Zilailu hayupo, lakini Zilailu angekuja ungemwambia Zilailu mchukue kwanza nani? Kisugu. Kwa hiyo ile swali ukilipeleka Simba na Yanga, kila mmoja atatetea upande wake. Wewe kama mtangazaji la ishi na akili yako. Klabu ya 7 kwa ubora katika bara zima Afrika kwenye vilabu 810. Je, ubora wake unashuka kwa sababu alifungwa mara 4 na mpinzani wake? Na ukikubali hilo, kubali Yanga na Tabora Giant. Kubali hilo. Yaani sasa hapo unakuwa unamaanisha nini yani? Utakavyokuja Rashid ndivyo nitakavyokupokea. Unakuwa na maana gani? Wewe nimesema tumia akili yako. Si ndio nilivyosema? Hili jambo nimesema ukilipeleka mshabiki wa Yanga atasema yeye Giant, ushabiki wa Simba atasema yeye Giant. Shabiki wa Yanga atatoa sababu zake kwa sababu anasema Giant amemfunga Simba mara 4. Simba atasema mimi Giant kwa sababu ni klabu ya 7 kwa ubora kwenye bara zima la Afrika. Sasa wewe unatakiwa upime. La 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 la. Klabu ya Nyamaza kulia ndio kilimwengu, kautulie ushukuru Mungu. Klabu ya ngapi? Klabu ya 7 kwa ubora kwenye bara zima la Afrika, kwenye nchi 54, kwenye vilabu 810. Wenye mpira wao wanasema huyu wa 7 kwa ubora katika bara la Afrika. Huyu wa 7 kwa bahati mbaya akaenda kupigwa na mwenzake mechi 4. Sasa wewe mshushe muite huyu underdog kwa sababu tu ya kufungwa. Na ukikubali kwamba huyu underdog kwa sababu ya kufungwa, na tukubali Yanga underdog kwa sababu amefungwa na Tabora. Wewe unakubali hilo? Jibu, upate ofa. Kwenye comment hapo watu Sio kwenye comment, wewe jibu. Si ndio mimi nasema kwenye comment hapo watu watatuachia maoni yao pale, alafu sisi tutayasoma. Sawa bwana, tumalize bwana Kisugu. Moja kati ya clip ambazo zimesambaa sana mtandaoni ni mzee Azim Dewji, kutokana na matamko yake ambayo amekuwa akizungumza, lakini amezungumza mambo mengi kwamba Simba imekuwa ikionewa. Amezungumza endapo mwamuzi atachezesha kwa haki, Simba tutapata ushindi. Amezungumza vitu vingi, akasema
kuna namna unaona kama Simba inahujumiwa isipate ubingwa, lakini sasa mwisho wa siku unapata maoni ama unapata jambo kutokana na zile comment unazozisoma pale chini. Watu wanazungumza nini? Wapo mashabiki wengine wa Simba wanakuambia sisi ni Simba, lakini kwa anachokizungumza mzee ni kama anataka tuonekane kama tunawahofia Yanga kwenye dabi. Kwa nini yawe mazungumzo mengi ya kwamba mwamuzi achezeshe kwa haki, mwamuzi sijui? Kwa nini asikia tu kimya mzee Dewji? Kwanza unapozungumzia mzee Dewji kwenye mpira wa nchi lazima uzungumzie kwa tahadhari kubwa sana. Unamzungumzia na mtu wa mpira. Mno. Mmoja katika watu walioleta chachu na changamoto katika mpira kwenye nchi hii na ukuaji wa football kwenye nchi hii, lazima unamtaja mzee Dewji na mnamkumbuka Almarhum Abasi Gulamali. Ukizungumzia soka kuanza miaka ya 90, mwamko wa mpira Tanzania unaanza, lazima mzungumzie mzee Azim Dewji, lazima mtaje Almarhum Abasi Gulamali. Wao ndio wafadhili wa kwanza kuleta changamoto kuanzia miaka 90 kuja huku juu. Kwa leo unapokwenda kumzungumzia Azim Dewji, unakwenda kumzungumzia mtu ambaye football ya Tanzania anajua in and out, kwamba anaelewa anachokisema. Lakini pia ukubali mzee Azim Dewji ni binadamu kama binadamu wengine, pia naye ana maoni yake, pia naye ana mitazamo yake. Sasa wewe mwanadamu ukiwa unaashiria siku zote kupinga mitazamo ya watu, wewe utakuwa na matatizo. Kimsingi ni kuheshimu mawazo yake na kuheshimu mtazamo wake. Wewe utachekecha, aidha uyachukue au uache. Lakini wewe umeona. Lakini kwangu mimi yuko right kwa mitazamo yake. Nampongeza kwa mitazamo yake. Football ni vita. Kuna mbinu namna ambavyo ya kwenda kupigana vita. Usitake kutegemea namna ambavyo vita unavyokwenda kupigana wewe na mbinu zako na mwingine ndio atumie mbinu hizo. Mimi nimemuelewa sana mzee Dewji, nimwombea kwa Mwenyezi Mungu aendelee kumpa maisha marefu. Bana, mbona dabi kama imepoa fulani hivi? Waulize wenye dabi yao. Kina nani? Kwani mwenyeji nani? Mwenyeji wa mchezo unamzungumzia. Nani? Yanga. Nenda kawaulize. Kwamba kwa nini dabi imepoa? Nenda kawaulize. Sasa hivi nazungumza na wewe hapa Kisugu. Mbona dabi imepoa sana? Nenda kawaulize wenye dabi. Mmewasusia. Nenda kawaulize wenye dabi. Sio nasema kwamba hamtaki kwenda. Hamtaki kuleta zile amsha ionekane Jumamosi kuna dabi. Nenda kawaulize wenye dabi. Sawa, lakini si hata kiingilio unafahamu? Nafahamu kiingilio. Kiingilio unafahamu. Sio umesema wenyeji. Kwa hiyo ukiliangalia joto la mchezo sasa wenyewe lilivyo. Maana tumebakiza siku 2 tu. Sisi kwamba target yetu tuna michezo 10 mbele, tukusanye point 3, point 30 ili tutimize malengo ya Simba kwa bingwa NBC. Kwa hiyo tunachokiangalia sisi kuweza kuchukua point 3 kila mchezo uliokuwa mbele. Tunajiandaa vizuri, si kwa sababu tu ya mechi moja. Wako watu ambao wamejiandaa kwa mechi moja ya Simba zidi yao mpaka leo, mpaka CRDB Federation Cup wameaga. Kimsingi sisi kama Simba tunajiandaa kila mechi ili kuhakikisha kwamba tunapata matokeo mazuri na tunapata point 3. Leo tunasema kwamba nguvu tupeke kwa Dar es Salaam Africans. Kule mbele tusipeleke nguvu, maana malengo ya Simba atakuwa haendi kutimia. Kwa hiyo sisi target yetu sasa hivi katika michezo 10 iliyobaki mbele kuhakikisha kwamba kila mchezo tunakwenda kukusanya point 3, na point 3 tunaweza kukusanya kwa sababu ya maandalizi inshallah. Mimi naamini mashabiki tumejiandaa vizuri, management ya Simba imejiandaa vizuri, technical bench liko sawa sawa, Kibo Dennis yuko vizuri, Eri Mpanzo yuko vizuri, Ateba yuko sawa sawa. Kikubwa kwamba tunakwenda kuchezesha katika mechi zote kupambana ili kuhakikisha kwamba, na nimesikia taarifa jana alinipigia simu Mkwara alinipigia simu. Anasema ana hamu ya kuandika hat-trick nyingine kwenye ligi ya NBC. Mimi nikamwambia inshallah kwa Mwenyezi Mungu ataendelea kukupa afya njema, tutapiga hat-trick nyingine. Steven Dese Mkwara. Striker refu kuliko wote. Kwamba ile hat-trick kama aliwafunga Coastal Union ya Arusha. Inshallah Mwenyezi Mungu akimjalia afya njema, mimi naamini atakwenda kutimiza azma yake. Kwa miongoni mwa hizo point 3 unazozisema kwa hiyo michezo 10 zikiwemo na za Yanga. Ndio 10 mara yake ketwa 10 mara 3. 30. Inshallah Mwenyezi Mungu atatupokelea dua letu. Sawa, mimi nikutakia kila laheri. Nami niwatakia kila laheri Kanjenjeri TV. Inshallah Mwenyezi Mungu akikutana taendelea kupiga story zaidi.